Mpanzu anaongeza kitu kwenye mechi baada ya mechi zake alizocheza, na haja assist, hajafunga. Tangu amekuja, lakini mechi yake ya kwanza pale tukasema mtu kweli. Hii mechi yake kimataifa ya Tunisia anaweza kuongeza kitu kwa upande wa Simba 100%. Na bahati mbaya mpira wa Tanzania jinsi ulivyo, usipofunga na kuassist na yenyewe inakuwa changamoto. Yaani kwa sababu mtu hata kama anacheza vibaya lakini akifunga bonge moja la mchezaji, yani sifa zitakuwa ni nyingi. Lakini tujaribu kuangalia upande wa pili, kazi yake uwanjani. Na ni mchezaji muhimu ambaye ameingia kwa wakati sahihi. Katika mechi kama hizi za kimataifa unahitaji kuwa na wachezaji aina ya Mpanzu. Kwanza silaha yake kubwa sana ni spin. Juzi kuna muda nilikuwa namuona anatokea upande wa kushoto, anashuka kwa fullback Zimbwe, ana receive mpira afu anaanza kukimbizana na watu kwenye chaki. Yani tembea. Kwa hiyo tunasema ni ball progressor. Yani anaweza kuprogress mpira, anaweza kushuka kwenye zone yake akachukua mali akaprogress mpaka kwenda mbele zaidi. Lakini hii mechi natarajia Sfaxien wanaweza kuja kujilipua kwa sababu hawana point hata moja na wametoka kupoteza mechi 5 mfululizo. Kwa hiyo ni kama hawana cha kupoteza. Ni game ambayo wanaweza kuja kujilipua muda mwingi wakiwa wanashambulia ili wapate matokeo. Ni game ambayo unatarajia Fadlu anaweza kuja na plan kama tulivyoona anacheza mechi na Waarabu wale wa Libya wale akina Mabururu Tripoli. Unakumbuka game ya kwanza Fadlu alipaki basi akasubiri counter attack. Kwa bahati mbaya ile game alikosa wachezaji wengi wenye kasi na maamuzi ya kupiga. Yani ukimwangalia Ateba sio aina ya mshambuliaji ambaye anaweza kukimbia sana, yani kwenye foot race kwamba twende hapana. Lakini hii game inatarajia Fadlu kwa sababu wapinzani watakuwa nafunguka sana, anaweza akapaki basi and then akiiba mpira kwa sababu ana viungo wawili ambao ni pasa wazuri, pasi za masafa marefu. Una Kagoma, una Ngoma. Hawa wote wana uwezo wa kupiga pasi za masafa marefu. Sasa kama una hawa watu unahitaji nini? Unamhitaji Kibu Denis ambaye ni runner na nguvu, lakini anatokea pembeni. Unamhitaji Mpanzu ambaye ni runner na nguvu, ana uwezo wa kushoot. Unamhitaji Mkwala ambaye ni runner na nguvu. Hao wachezaji watatu. And then una uhakika tutawaacha Sfaxien waje, wakivuka mstari wa katikati tunaweka pressure. Tukiweka pressure, mpira wa kwanza tunampa Fabrice Ngoma ataamua na walilize vipi, kwa sababu Ngoma ana uwezo wa kupiga pasi masafa tunazungumza mita 50, 40 kwa usahihi. Sasa mimi kama ni Mpanzu, mimi kama ni Kibu Denis, nahitaji viungo wa aina hiyo. Niwekee pasi afu mimi nikimbie na fullback. Tuone kama atanikamata. Anakimbia kweli. Anakimbia. Kwa hiyo hizi game za mtoano unahitaji wachezaji kama kina Mpanzu.